ya kudhibiti boda boda. Inaitwa smart helmet, kwa maana ile kofia ngumu. Ambapo hii kofia bwana ni kwamba unajua mambo ya teknolojia sasa hivi yamekwenda mbali. Ni kwamba usipoivaa ukiwasha pikipiki haiwaki. Sijui unaelewa? Usipoivaa hiyo kofia ngumu ukiwasha pikipiki haiwaki kabisa. Na hii teknolojia imegundulika hivi karibuni na chuo cha mafunzo ya amali kilichopo Mwanakwerekwe huko Zanzibar. Walimu pamoja na wanafunzi wa chuo hiki kwa pamoja wameshirikiana maarifa wakagundua hii teknolojia. Kwao inatakiwa huyu bodaboda au afisa usafirishaji avae hiyo kofia ngumu. Asipovaa akiwasha pikipiki haiwaki. Nimetamani kupata na tutapambana kuwatafuta ili niweze zaidi kwamba kwa nini nisipovaa huku kichwani pikipiki. Yaani na uhusiano gani kofia na pikipiki yenyewe? Sasa unasema hao ni chuo kikuu ndio wamegundua hiyo helmet, ambapo sisi kwa Kiswahili tunaita helmet hivyo kofia ngumu ama huda. Lakini mara ngapi tumeshuhudia vyuo vikuu wanafunzi wakibuni vitu ambavyo unaviona kabisa hivi vitakuwa na suluhu kwenye changamoto ambazo zinaikabili jamii. Utasikia tu kama hivi taarifa imezuka, baada ya hapo huoni muendelezo wowote. Hao ni chuo cha mafunzo Zanzibar, wao wamekuja na hiyo kofia yao. Je, tunaiendeleza vipi kutoka pale? Ndio inakuwa changamoto, kwa sababu lengo ni kudhibiti ajali, na tunafahamu kwamba vijana wetu ambao sasa hivi tumewapandisha hadhi, tunawaita maafisa usafirishaji. Kazi ambayo unaweza kusema imekuwa ni kimbilio la vijana wengi ambao wanakosa zile ajira za moja kwa moja, wanajikwamua kiuchumi, maisha yanaendelea, lakini pia wanarahisisha safari za maeneo ya mjini. Changamoto iliyopo ni utii wa sheria za barabarani, ajali ambazo zinakuwa zinawagharimu maisha ama viungo vyao na vitu kama hivyo. Sasa teknolojia kama hii imekuja, inaweza kuwa ni nzuri kwa sababu tunafahamu kwenye magari kuna vidhibiti mwendo ambao vinafungwa, usalama traffic wale, kwa maana askari wa usalama barabarani, polisi wanaweza kuwa wanafuatilia, wanaona huyu kazidisha. Sasa kama hii inaweza kumdhibiti kwamba mtu asipovaa hiyo helmet, maana yake ni kwamba pikipiki haitawaka. Jambo linalotakiwa kufanyika ni kwamba hiyo teknolojia iangaliwe, cost ikiwapo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ipo, washikwe mkono, zitengenezwe nyingi, zisambazwe, pengine ikifika hata mwaka 2000 na ngapi, kwa tupo kwenye dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, baada ya muda fulani tuone labda zimesambaa nchi nzima, na ikiwezekana hata tu tunauza na sehemu nyingine. Huo ndio uvumbuzi ambao unatakiwa, sio hapa tunaweza tukana ripoti tu baada ya wiki mbili story inafia hapo, alafu maisha mengine yanaendelea.